Bwana, kuelekea dirisha dogo la mwaka 2026 Januari, mkataba wa kiungo wa Simba Jean Charles Ahoua utakuwa umebakisha miezi 6, na hivyo atakuwa kwenye nafasi ya kufungua mazungumzo na klabu yoyote ambayo itahitaji huduma yake. Kwenye dirisha kubwa la majira ya kiangazi, interest kwa ajili ya Jean Charles Ahoua ilikuwa ni kubwa kutokana na kampeni yake 24-25, namna ambavyo ilikuwa goli 16, assist 9 zilivivutia vilabu takriban vinne. Vilabu viwili vya Afrika, vilabu viwili vya barani Ulaya, Almeria ambayo inashiriki katika ligi ya Segunda pale Uhispania, Rosenborg FK ambayo inashiriki katika ligi kuu ya nchini Norway. Lakini Kaizer Chiefs pamoja na JS Kabylie za hapa Afrika nazo zilivutiwa na huduma ya Jean Charles Ahoua ambaye alikuwa ana mkataba wa mwaka mmoja kwa wakati ule. Sasa mpaka sasa hivi CEO wa Simba Zubeda Sakuru hajakaa kitako bado na Ahoua kwa ajili ya kuzungumza kuhusu uwezekano wa kupatiwa mkataba mwingine mpya, lakini inaonekana ni kwamba tayari muda unazidi kwenda, na of course Ahoua ameanza kampeni yake ya msimu huu kwa kufunga goli moja na assist moja kwenye ligi, na ana goli nyingine moja kwenye hatua za awali za ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa swali la msingi ni kwamba kwa alichokifanya msimu uliopita na kwa uwezo alionao Jean Charles Ahoua, utakaa naye kitako kwa ajili ya kumuongeza mkataba? Unajua Ahoua bwana, mimi binafsi nimeshajaribu sana kumuelezea nikiwa hewani, kumuelezea kiukweli uwezo wake. Nilishawahi kutoa mfano mpaka wa Thomas Muller kwamba kisifa ama kwa namna alivyo kama mchezaji, unatakiwa muangalie mtu kama Thomas Muller nini anachokifanya uwanjani, ndipo labda unaweza ukawa unamuelewa mtu kama Jean Charles Ahoua. Lakini kiukweli Ahoua ni mchezaji ambaye ameweka mawazo mgawanyo, yani licha ya namba alizoziweka msimu uliopita, lakini ni mtu ambaye anagawanya mawazo ya watu wengi. Kuna wanaomkubali kabisa, wanaamini kabisa katika anachokifanya na wana appreciate kile ambacho anakiweka mezani, lakini wapo ambao hawavutiwi kabisa na kile ambacho wanakiona kutoka kwake. Sasa mwisho wa siku ukweli ni kwamba Ahoua ni yule mchezaji ambaye machoni hivi havutii kumtazama. Ni mchezaji ambaye ana ufanisi, lakini wazungu wanasema sio aesthetically pleasing. Yani sio kitu ambacho ukikitazama machoni hivi unaburudika ile kwamba bwana, sasa hapa nimeanza kupata vitu ambavyo rangi zile aesthetics, hivyo vitu I'm so sorry, hutoviona kwa mtu anaitwa Jean Charles Ahoua. Lakini kama unataka ufanisi tu, mtu ambaye anafanya vitu vya msingi katika mazingira muhimu na matukio makubwa uwanjani, hapo Jean Charles Ahoua ndipo ambapo anakwenda kustep up na anakwenda kufanya jukumu lake la msingi. Sasa mimi nataka tumwangalie pia kidogo Jean Charles Ahoua kwa sifa yake na nini ambacho nimekuja kukigundua mara baada ya kumtazama toka msimu uliopita na mpaka msimu huu. Anaweza kwenda kuwa na msaada zaidi na wapi na katika mazingira gani? Kwanza ni wazi kwamba Jean Charles Ahoua kiukweli kabisa, ukijaribu kumtizama yeye, ukimlinganisha na kina Morris, Mpanzu, Mutale, hata na Maema, yeye yuko tofauti kabisa na hao wote. Unaweza usiamini, lakini kama tunazungumzia kisifa tu, Ahoua yuko tofauti na Maema, Morris, Mpanzu pamoja na Mutale, hata na Kibu kitaka kumuongeza. Wale wanaocheza kwenye ile line ya watu watatu pale, viungo wale washambuliaji wa Simba. Ni kwa sababu wachezaji ambao nimekutajia wengine hao ni wachezaji ambao wakipewa mpira ni watu ambao ili waweze kuathiri mchezo katika namna ambayo ni chanya, ni lazima wawe na touches nyingi. Yani lazima miguso ya mpira iwe mingi kutoka kwao. Ahoua hahitaji kuwa na miguso mingi ya mpira ili aweze kuathiri mchezo. Na ndio maana ukijaribu kumtizama Ahoua ni more of a passer. Kwa hiyo kwa kuwa kwake tofauti Jean Charles Ahoua, tafsiri yake ni kwamba anakwenda kuwa offer Simba a unique skill set. Ahoua ili aweze kuathiri mchezo hahitaji miguso mingi. Ahoua akipata mpira anafikiria kama pasa. Touch ya kwanza, touch ya pili, mpira unaelekea wapi, unaelekea upande gani, katika mazingira gani. Hicho ni kitu ambacho kipo tofauti kabisa kwa Morris, Mutale, Kibu, Mpanzu, hata Maema ambaye pia ni pasa, lakini Maema ili aweze na yeye kuwa na athari ya mchezo hasa katika namna ambayo ni chanya, ni lazima awe na touches nyingi. Kwa hiyo kwa muktadha huo peke yake, Ahoua hiyo ina warrant akiwa anapatikana kiukweli, na ili Simba
wawe kwenye nafasi ya kuweza kufanya kitu chanya zaidi, hasa kwenye upande wa kujaribu kuweka mipira kwenye maeneo sahihi, huduma sahihi. Manake mtu kama Jean Charles Ahoua unakuwa unamhitaji. Lakini Jean Charles Ahoua, licha kama nimembainisha kama pasa, lakini kiukweli ufanisi hasa wa Ahoua kwenye kupiga pasi huupati akiwa kama namba 10. Yaani kwamba kwenye ile sehemu ambayo inabidi ufungue mstari wa ulinzi wa timu pinzani nyuma ya mshambuliaji, ufanisi hasa wa pasi zake Ahoua huupati akiwa anakaa pale. Ahoua sio mtu ambaye anaweza akapiga zile pasi kama anazopiga Chama, anazozipiga Azizi, pasi ambayo inamchonganisha mshambuliaji kama bwana hapo ushindwe wewe tu. That's not the type of player ambaye Ahoua alivyo. Ahoua ukitazama uwezo wake wa kupiga pasi unapatikana zaidi akiwa anacheza a bit deeper, akiwa anacheza chini kidogo kama namba 8 fulani hivi. Pale ndipo ambapo utauona ubora wa Ahoua. Simba kama wanaweza kupata mchezaji mzuri zaidi ya Ahoua, mimi nashauri wamtafute. Hata kama Ahoua ataendelea kubaki, lakini Simba wanahitaji zaidi ya Ahoua, hasa kwenye role ya namba 10 ambayo nimebainisha. Ahoua ufanisi wake sio mkubwa kiasi hicho, hasa kwenye kutengeneza nafasi kwenye ile position. Kwa hiyo Ahoua anaweza akawepo, lakini uhitaji na ulazima wa kupatikana kwa namba 10 hasa upo, na ndio maana Simba Sports Club hivi sasa ninavyozungumza wapo katika mchakato wa kujaribu kufuatilia uwezekano wa kupata namba 10 mwingine.